Kitu ambacho ni kigumu sana ambacho watu wengi ukosa ni ule uhuru wa muda. Uhuru wa muda nje ya uhuru wa kifedha, lakini uhuru wa muda ni uhuru ambao hizo ni uhuru wa mara mbili ambao watu wengi sana ukosa. Na uhuru nilikosa hasa wakati nikifanya kazi. Sijutii kufanya kazi kwa sababu kila sehemu nilipopitia ni mafunzo. Nilijifunza kila mahali nilipopitia. Na hata wewe kama unapitia msoto wowote, sehemu yote unaopitia, huenda ndio inakuandaa uwe bora zaidi. Lakini wakati nafanya kazi, vitu vikubwa viwili nilikosa ni pamoja na uhuru wa muda na uhuru wa kifedha. Kwenye uhuru wa kifedha ilikuwa ni changamoto kubwa sana kwamba badala ya kukuta mimi napata mshahara okay, lakini ikifika tarehe 15 tu au tarehe 10 mshahara wote umekwisha. Uhuru wa kifedha. Kwa maamuzi yote yanayohusiana na kuishi, chakula, familia ilikuwa ni mtihani mkubwa sana, kwa sababu baada hapo kuanzia tarehe 15 16 hapo ni mama inabidi aende kwa mangi au mimi niende kuchomeka kwa karatasi kwa mangi pale. Kwa hiyo ikabidi ndio tunasukuma mwezi uishe kufika mwezi mwingine. Ilikuwa ni mtihani mkubwa sana. Lakini kitu kingine ni uhuru wa muda. Kwa uhuru wa kifedha nikawa sipati pesa, yani mwisho wa siku nafanya kazi nyingi sana, natumia juhudi kubwa sana, lakini najikuta napata pesa kiduchu ambayo haiendani kabisa na juhudi nilizokuwa naweka. Nikajikuta nafanya kazi kwa bidii lakini sifanyi kazi kwa akili. Nikaa naingiza kiduchu, hela kidogo sana ambayo haiendani na mahitaji. Kiasi kwamba hata chakula chenyewe ilikuwa ni mshike ikifika tarehe 15 16. Umeona? Kwa hiyo changamoto kubwa. Imagine unafanya kazi alafu hata uhakika wa kula huna. Changamoto ya kazi fikiria mara mbili. Lakini kitu kingine ambacho ilikuwa ni changamoto ni uhuru huu ni wa muda. Hakuna kitu muhimu sana ambacho ni cha muhimu kama muda. Kiasi kwamba kama una muda unahisi kama muda wote umebanwa. Yaani upati muda wa kwenda kusalimia familia, upati muda wa kwenda kutembea unapotaka. Kiasi kwamba hata nilipofiwa na babangu mdogo ibidi niandike barua afu nisubiri kama siku 2 hivi ndio ruhusa yangu itoke afu niende kwenye mazishi. Unaona? Kwa hiyo unaweza kaona kwamba ni ngumu kiasi kwamba hata kwenda kumstiri mpendo wangu ilikuwa ni ngumu. Inabidi nipate ruhusa kwanza kazini. Uhuru wa muda wa kwenda popote ninapotaka, kuamua hata kulala kutwa nzima nikitaka, kuamua kusafiri, kufanya kazi hata ninavyotaka. Kwa hiyo uhuru wa muda. Kama ukikosa muda ni asset ya muhimu sana ambayo huwa tunaikosa sana, ambayo mwisho wa siku watu wengi of course wamekuwa wakiishi kwa kujutia. Akifika miaka ile 70 90 anagundua kwamba muda wake wote aliutumia akifanya kazi. Kufanya kazi sio kitu kibaya, lakini issue ni kufanya kazi kwa malengo. Kwa hiyo watu wengi wamekosa uhuru, yani hana uhuru, umeona, wa kufanya anachotaka kwa muda wowote, uhuru wa muda. Unaona? Kwa hiyo financial freedom na time freedom ndio vitu vikubwa sana ambavyo nilikuwa nikivikosa sana, lakini namshukuru Mungu kwa sasa hivi. Si kikubwa sana, lakini kubwa sana ambacho nilichokuwa nacho naweza kujivunia ni uhuru wa muda zaidi kuliko uhuru wa fedha. Uhuru wa fedha bado najitafuta, kwa sababu ndio kwanza ujasiriamali inafahamika ni mambo mengi, milima na mabonde, lakini nachoweza kufurahia kabisa kwanza naweza kula ninapotaka kula. Hii naweza kula kwa uhakika. Kusafiri kwa uhakika, nikalala ninapotaka, nikaenda mahali popote ninapotaka, kwa sababu nako na uhuru wa fedha kwa kiasi fulani na uhuru wa muda kwa kiasi kwa asilimia 100 uhuru wa muda. Hiyo ndio jambo la msingi sana. Hayo ndio mambo ukiyakosa katika maisha yako, siku zote utafanya kazi lakini utakuwa unajikuta kama unakuwa kama mashine. Hata nilipofika hatua nalipwa mshahara milioni 4 kwa mwezi, changamoto ilikuwa ile ile. Yaani najikuta na okay, hela naweza nikasema unapata milioni 4 kwa mwezi, unaweza ukala, ukavaa, ukasaidia na familia, si mbaya sana. Lakini issue muda, uhuru wa muda. Nilijikuta nalala na kompyuta kitandani. Yaani naandika report, emails, nini, najibu simu nyingi za kazini mpaka saa 9, saa 10 usiku alfajiri ndio naenda kulala. Haimaanishi kwamba ujasiriamali ni teleza, ni sehemu ya kuteleza, lakini ujasiriamali kama utafanya kazi zaidi kwa bidii, ukifanya kazi zaidi kwa akili kuliko bidii, unaweza kufika hatua ukajenga mifumo ambayo itakusaidia kwenye kazi zako. Ukajikuta la pengine unaweza kuzalisha pesa hata kama umelala. Inawezekana kwenye ujasiri wa mali, inawezekana sana. Mimi nakwambia ni shuhuda na uzoefu wa hichi kitu ninachokuambia. Ujasiriamali sio kwepesi, lakini endapo utatumia akili zaidi kuliko bidii, unaweza kufika hatua ukapata uhuru wa muda tena wa kutosha na ukapata uhuru wa kifedha. Sasa mwisho wa siku miaka ile 2016 17 nilikuwa na struggle sana, nakutana nalala kazini, nafanya kazi za usiku, nakuwa naitwa huku hata kwa kompyuta na nayo kitandani. Familia inafika hatua ile familia unaoipambania inafika hatua ikanitenga vile familia.
ikakimbia, kwa sababu baba hunaga muda na watoto, baba huna muda na mke, na mwisho wa siku wale watu wanahisi kama huwapendi, kumbe wewe ndio unawatafutia pesa wale. Alafu cha ajabu wale kama ni mke anaweza kafika hatua akatoka nje akachepuka, kwa sababu hauna muda, baba haupo. Umeona? Kama ni watoto unafika usiku unawaona huwaelewi, watoto hawakuelewi vile. Unafika hatua unafika nyumbani kwako pale unajikuta pale nyumbani kwako unaitwa majina aka. Yaani wakifika pale mama na watoto wanasema maneno, wanacheka kwa sababu wewe pale nyumbani wewe ni mgeni. Yaani nafika hatua wewe unawatafutia wale, lakini unafika hatua wao ndio wanakutenga, kwa sababu wewe pia umetumia muda wako kufanya kazi kwa ajili ya familia ambayo haielewi kwamba kumbe unawatafutia wao. Mwisho wa siku hii nilishindwa kubalance. Familia ikaparaganyika mwaka 2017 na baadaye nikaendelea kusota katika ujasiriamali. Mwaka 2017 nikaingia kwenye ujasiriamali na kuamua mazima kutafuta uhuru wa fedha, uhuru wa kifedha, financial freedom, na uhuru wa muda, time freedom. Na isitoshe kuna uhuru mwingine zaidi unaotokana na hayo yote. Yaani huu ndio uhuru wa kwanza, kwa sababu ukipata uhuru wa kifedha, ukipata uhuru wa muda, unapata uhuru wa kifikra. Unatoka kifungoni, unatoka kufanya kazi ambazo kila wakati inabidi uamrishwe ufanye nini. Unaanza kuwa huru wa maamuzi, uhuru wa maamuzi. Yaani uhuru mwingi unafuatia baada hapo. Unaweza ukaona kwamba ni muhimu sana kiasi gani. Na hii natoa katika ushuhuda wangu mwenyewe, maisha ambayo nimeishi katika miaka yote ambayo tangu nafanya kazi, lakini wakati nasoma, wakati nimeajiriwa, na hata baada ya kuwa nimetoka katika kazi na kuingia katika ujasiriamali, na share uzoefu wangu mwenyewe kupitia maisha yangu mwenyewe. Na isitoshe kama leo hii naona bi mkubwa pale, binti yetu pale, demu apungie mkono, binti yetu. Wow. Na mama hapa apungie mkono vizuri. Basi hajawaona. Unaona wanatoa fai kwa sababu tunapata muda. Uhuru wa muda ni wa msingi sana, ambao katika maisha usikukosa tu. Yaani umekosa mambo ya msingi sana, kwa sababu kwa mfano ningepata muda, yaani kama sasa hivi ningekuwa kwenye kazi ya watu, sasa hivi ningepataje muda wa kukaa na familia kama hivi? Ningepataje muda wa kuongea na binti yetu huyu tangu asubuhi mpaka jioni, kumuelewa anataka nini? Kuelewa falsafa. Ningewezaje kupata muda wa kukaa na mpenzi wangu hapa kuhakikisha kwamba anaweza kunielewa, nianze kumuelewa pale anapokuwa na changamoto, akanielewa anapokuwa na changamoto. Ningewezekanaje? Kwa sababu ina maana namka asubuhi kimbizana saa 11 kazini. Bosi anasema hivi, kapiga simu. Kuna jamaa wangu mmoja alinichekesha siku moja. Alikuwa anafanya kazi kwenye taasisi moja hivi kubwa sana. Baadaye akaniambia, bwana, hata mambo ya nyumbani yale inafika hatua yanashindikana, kwa sababu yani yuko na stress yani. Muda wote uko na stress. Ukisha kuwa na stress ni chanzo cha mambo mengi. Stress ni chanzo cha magonjwa. Stress ni chanzo cha ugomvi. Yaani pale ambapo kuna stress, unajua watu nahisi la kugombana. Stress ni ugonjwa kabisa. Hata mambo ya chini yale yanaweza sifanye kazi. Ukaugua kabisa, hata kisukari, hata pressure. Stress kwa tafiti zilizofanyika ni chanzo cha matatizo mengi unayofahamu wewe. Kwa hiyo ukipata uhuru wa muda na ukipata uhuru wa kifedha, unapunguza stress. Of course, stress kwa binadamu haziwezi kuisha kabisa. Unaona? Stress kwa binadamu hazijawahi kuisha, lakini kikubwa sana hayo mambo mawili nakupa siku ya leo. Na ungependa pengine kusoma kitabu cha ushuhuda wangu ambacho nimeandika kwa takriban miaka 10 ikielezea hii safari nzima. Misukosuko ndio kukutana nayo na namna nilivyokuwa naitatua. Kuna kitabu cha ushuhuda wangu ambacho sasa kilitoka mwaka jana. Nimekiandika tangu 2016 na kimetoka mwaka 2025. Kile kitabu kinaelezea safari yangu yote hii na mafunzo ndani yake. Kitabu hiki ni shilingi 15,000, utatumia kwa njia ya WhatsApp, ni soft copy hiyo. Lakini pia na hard copy, tunafanya utaratibu wa kusambaza hard copies katika maktaba mbalimbali, ya bookshops mbalimbali nchini Tanzania. Lakini pia nafundisha mambo ya ujasiri wa mali, namna ya kutengeneza biashara na sio namna ya kujenga biashara na sio kufanya biashara. Nafundisha namna ya kusoma na kuandika pesa. Nafundisha vitu mbalimbali, namna ya kujitafuta na kujipata, namna ya kuruka viunzi vya watanionaje, viunzi mbalimbali vya misukosuko. Nimeanzisha mafunzo maalum katika group ya WhatsApp kwa kupitia Chuo Kikuu cha Mtaani, kitivo cha misukosuko. Katika group ya WhatsApp ya Chuo Kikuu cha Mtaani ukijiunga utapata kujifunza mambo mbalimbali, na nitakuongoza hatua kwa hatua kama mentor wako katika safari yako ya upweke ya ujasiri wa mali. Mimi ni Aje Farmer au daktari mkulima kutoka Chuo Kikuu cha Mtaani, kitivo cha misukosuko. Mimi ni mwadhiri wako katika Chuo Kikuu cha Mtaani, kitivo cha misukosuko. Naelezea maisha halisi kupitia ushuhuda wangu mwenyewe. Sio habari za abunwasi, ni habari halisi, ni maisha halisi ambayo nimepitia. Na kama umependa kazi yangu hii ya kufundisha jamii, kuelimisha jamii,
Kisha kwamba una subscribe na like na kushare video hii, lakini pia unaweza kufollow, like na kushare video hii katika mitandao ya kijamii yuko Instagram, Facebook ama YouTube. Lakini pia unaweza kuniandikia maoni yako, kuniuliza maswali hapa chini ya video hii na mimi nitakujibu mara moja. Ungehitaji kupata mawasiliano yangu moja kwa moja ili kutumia kitabu cha ushuhuda wangu au kujiunga katika group ya WhatsApp ya Chuo Kikuu cha Mtaani, tafadhali nitumie ujumbe kwa njia ya WhatsApp kwa namba ya simu 0743 812 853. Tafadhali usipige simu, nahitaji uhuru wa muda. Bye, see you in the next video. Imekuwa wakati mzuri sana kuzungumza nawe kupitia Chuo Kikuu cha Mtaani, kitivo cha misukosuko. See you in the next video.